Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa katiba yetu, nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo masuala ambayo siyo ya kimuungano. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya mambo ambayo sio ya kimuungano ni pamoja na masuala mazima ya afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni kumekuwepo na mijadala mikubwa na mizito inayohusiana na masuala mazima ya matibabu. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania hawa wa pande zote mbili katika ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia hawa wananchi au Watanzania wa sehemu zote mbili katika masuala mazima ambayo hayapo ndani ya muungano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Ni mnukuu Profesa Kabudi kwamba aina ya muungano wetu si tu muungano wa makaratasi, huu ni muungano wa kindugu. Na Mheshimiwa Spika, waasisi wetu waliunganisha mchanga kama ishara ya muungano. Lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, muungano wetu sasa umeshaunganisha damu. Watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana kwa nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema, na kisheria, tuna masuala ya sio ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala ya sio ya muungano zinaingia ushirikiano, ama taasisi zinazoendesha masuala hayo ya sio ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF, anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa keshi. Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano, Mheshimiwa Spika? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure. Na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Spika, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote
elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo, huku akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo. Anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine wala sio Tanzania bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale, anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania bara tungeita ya TASAF, ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na waheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze uimara katika kujua yupi ni raia wa Tanzania, yupi ni anastahili kuwa na kadi ile ya Mzanzibari, ili kuweza kuondoa hii mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania kuja kunufaika na rasilimali za Tanzania. Kuhusu ngazi ya matibabu, huyu katokea upande huu, katokea upande huu, hakiangaliwi kutibiwa kuwa umetokea upande gani. Kinachoangaliwa, je, una kadi hiyo ya bima ili uweze kutumia bima. Kama huna kadi ya bima, unatakiwa ulipe keshi, na hii ni kwa pande zote za muungano. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, niwaombe wala tusipuze kwamba ni kweli kuna mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania wanaopenya na kutafuta kupata uraia kwa njia zisizo rasmi bila sifa, lakini pia kutaka kunufaika na rasilimali kwa namna zisizo rasmi. Hili si jambo la upande gani wa muungano, ni jambo la nchi yote, na hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma. Na Mheshimiwa Spika, niweke kumbukumbu tu, kulikuwepo na kero nyingi tu kama waziri wa sekta ya muungano alivyosema. Hivi sasa zote zimeshatatuliwa zilizokuwa zinaitwa kero, na sasa hivi tunawasihi wa Tanzania waongelee zaidi masuala ya fursa, ili nchi hii kila Mtanzania aweze kunufaika na hatua hizo za maendeleo.